Kwa majina naitwa Simon Njea, ni afisa utumishi hospitali ya Rufaa mkoa wa Bukoba. Na siku ya leo tumefika hapa Rubondo kwa ajili ya kutembelea hifadhi hii baada ya watumishi wapya walioajiriwa mwaka 2024 pamoja na 2025 kupewa semina elekezi. Mara nyingi semina elekezi hizi tukifanya kila mwaka tunahakikisha kwamba tunahitimiza kwa kutembelea hifadhi. Kwa hivyo ni mara ya pili tangu tumeanza program kama hii kutembelea hifadhi baada ya kupata semina elekezi. Na kuna watumishi takriban 27 ambao ni watumishi wapya, lakini wamekuja pamoja na wale ambao ni wa muda mrefu ambao wamewasindikiza huko. Ikiwa wale ambao wanaratibu kama utawala wamefika pia. Okay, inatoa chachu gani kwa watumishi mara baada ya kumaliza semina elekezi na kuwaleta huko? Nafikiri inatoa chachu gani kwenye utendaji kazi wao? Kwa kweli wanapata fursa ya kujifunza mambo mengi katika hifadhi hili, na pia tunategemea wao wenyewe baada ya kupata nafasi ya kutembelea hifadhi, endapo kuna yeyote atatamani yeye na familia yake pamoja na marafiki zake kuja, basi watajua pa kuenda. Na pia inajaribu kuonyesha mambo mazuri ambayo yako katika nchi, kwa sababu kuna wengine katika maisha yao hawajafikiria hata kwenda kwenye hifadhi hizi. Na sijui kama hata watu wamewahi kutembelea. Kwa hivyo tunawapa nafasi ya kujua kwamba kuna vivutio mbalimbali hapa nchini, sio tu kuangalia kwenye Safari Channel, kwa sababu wengine wanatembelea hifadhi hizi kwa kupitia Safari Channel, lakini sio kwa uhalisia. Kwa hivyo hii inawasaidia, na pia hii inasaidia kwa ujumla pia kuinua uchumi ya nchi, kwa sababu wakati ukitembelea hifadhi kuna miela tunahakikisha tunalipa pale na ya kuingia pamoja na kutembelea hifadhi. Kwa hivyo haya yote pia inasaidia kukuza utalii wa ndani. Kwa hivyo ni kama tunawafundisha pia kuweza kujua umuhimu wa utalii wa ndani. Tuje kwenye safari yenyewe, imekuwa ni safari ya aina gani kwako? Nimefurahi sana kwa sababu pale tulikuwa tunapita tumeweza kuona wanyama mbalimbali kama tembo. Kwa kweli tulikutana na tembo alikuwa na mtoto wake, alafu tuliona hawa wanaitwa viboko pamoja na crocodile. Lakini crocodile kwa kweli ni pale sehemu tunakokaa, sehemu yenyewe ambao wanahakikisha kwamba wanapokea wageni pale. Kitu gani kimekufurahisha kwenye safari hii? Tuambie na anayekutazama anufaike. Kwa siku ya leo baada ya kuungana na wenzangu hao, kwa kweli kitu sitasahau katika maisha yangu ni tembo kuogelea kwenye maji. Yaani hiyo ni kitu sijawahi kufikiria katika maisha yangu kwamba tembo anaweza kuogelea kwenye maji. Alafu kitu kimenifurahisha ni kwamba tembo wa huku ni wakubwa, alafu kingine ni wasafi. Nadhani kwa sababu kuna maji mengi wanaweza kuogelea na kuhakikisha kwamba mwili wao inakuwa safi. Okay, kwa kweli mimi niona kama ni maajabu makubwa katika maisha yangu. Zipo taasisi nyingi za umma na binafsi ambazo zina watumishi. Na pengine nini ambacho unaweza kuambia katika kuwatoa na kuwafikisha kwenye mazingira ambayo ni tofauti? Ningependa tu niseme tu watumishi kutembelea hifadhi hizi sio hanasa wala sio kupoteza fedha, lakini ni njia mojawapo ya kuleta watumishi pamoja na kuweza kufahamiana, na pia kuweza kutafuta, yani kuweza kufika kwenye sehemu mbalimbali kuna hali ya hewa nzuri. Na kwa hivyo naweza kusema tu wasione kama ni anasa, lakini waone kwamba ni fursa ya kuweza kusaidia watumishi kuweza kufahamu sehemu mbalimbali, na wao pia waweze kufurahia maisha. Maisha sio tu kukaa pale kazini, maisha pia ni haya. Kwa majina naitwa Chiku Abubakar Saidi, ni afisa tawala hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Bukoba. Umekuwa sehemu ya safari yao kuja hapa. Umejisikiaje binafsi, lakini pia unafikiri ujio wao hapa umeongezea nini wanapoenda kutekeleza majukumu yao sasa? Binafsi kwa kweli nimefurahia mazingira ya huku Rubondo. Pia vijana nimeweza kuwahoji wawili watatu, wameenjoy, wamerefresh na wanatamani zoezi hili liwe endelevu, kwa sababu wanapokaa muda mrefu eneo la kazi akili zao zinakuwa kama zimechoka. So wanahitaji maeneo ya kurelax kama haya, walifresh ili wawe wapya katika utendaji wao wa kazi. Kwani mlichagua tuo, mnafikiri ndio sehemu sahihi inawafaa hawa kwenye refreshment? Ndio, tumechagua tuo kwanza
Pia tu inasaidia pia mambo mbalimbali kujifunza, na pia tunaona ni sehemu ambayo vijana hawa watarefresh na kuachana na masuala mazima ya kazi, na badala yake kurefresh akili zao, na hata wanaporudi kazini wawe na hali na nguvu mpya katika utendaji wa kazi. Kwa kweli wito wangu ni kwamba nashauri mataasisi ikiwemo ya serikali pamoja na ya umma kufanya zoezi hili kwa vijana hao tunaowaajiri kwa mara ya kwanza. Wanahitaji mafunzo haya na pia wanahitaji kuelewa mazingira zaidi, hata wanapoingia kwenye utendaji wao wawe na sehemu ya kuanzia kama watumishi.